Leo nawaletea simulizi hii ya kusisimua na yenye mafunzo ndani yake. Jumba la kutisha. Simulizi hii husu kikundi cha vijana ambao baada ya kupata likizo, kundi la vijana wanachuo wapatao kama 12. Baada ya kupata likizo, vijana hao waliamua kwenda kutembea, kwenda kutafuta eneo ambalo wataenda kupumzisha vichwa baada ya kipindi cha masomo cha muda mrefu. Kwa hiyo waliamua kutafuta sehemu ambayo wanaweza kaenda kutembelea kwa wiki kama 2 hivi, ili wapate kurefresh kidogo baada ya masomo ya muda mrefu. Sasa walikutana na wakaanza kujadili, kila mtu akaanza kupendekeza eneo ambalo angependa waende wakatembelee. Lakini mmoja alitoa wazo kwamba kuna nyumba moja ya zamani sana ambayo ipo msituni katikati ya msitu. Nyumba moja ya zamani sana ambayo alisoma habari zake mtandaoni. Kwa hiyo aliwashirikisha wenzie pale na ikapita yani, kwamba wote wakatamani kweli kwenda kutembelea nyumba ile ambayo ipo katikati ya msitu. Ipo peke yake katikati ya msitu, ni kama nyumba ambayo imetelekezwa, nyumba ya zamani sana. Basi baada ya wazo lile kupita, kwamba wote wamekubaliana kwamba wanatakiwa waende kutembelea nyumba ile ambayo ipo katikati ya msitu, basi waliandaa bajeti zao, kila mtu alijipanga, na siku ya safari ilifika. Siku ya safari ilipofika, walichukua usafiri ambao utawafikisha kule msituni. Walichukua gari, wakabeba mizigo yao, sababu waliandaa kila kitu. Waliandaa vyakula, vinywaji na kila kitu ambacho watakitumia kwa wiki zile 2 ambazo wamekubaliana kwamba watakaa kwenye ile nyumba kwa safari yao hiyo. Kwa hiyo walipandisha mizigo yao kwenye gari na safari kaanza. Walikuwa vijana wapatao 12. Kati yao walikuwepo wapenzi, kwa maana ya ukapo wawili. Wapo wengine walikuwa hawakuongozana na wapenzi wao. Kwa hiyo safari ilikuwa na furaha sana. Ilikuwa ndefu, ya muda mrefu, lakini hatimaye walianza kupita miji, vijiji, waanza kupita vichaka, mwisho wakaanza kuingia msituni. Sasa safari iliendelea na hatimaye walifika msituni, na walifika pale ilipo nyumba ile ambayo ni ya zamani sana. Ipo katikati ya msitu kule, na kwa wakati huo hakuna mtu anaoishi kwenye ile nyumba. Basi baada ya kufika, walifurahi, wakashusha mizigo yao na wakakubaliana na dereva sasa kwamba yeye baada ya kuwafikisha inabidi arudi mjini aendelee na shughuli zake nyingine, ila zitakapoisha wiki 2 inabidi arudi msituni aende kuwachukua vijana wale, kwamba baada ya wiki 2 watakuwa wameshamaliza mapumziko yao. Basi dereva ikabidi ageuze gari pale. Baada ya mizigo yote kushushwa, akageuza gari, akaanza safari ya kurudi mjini. Sasa vijana wakabaki msituni. Basi baada ya dereva kuondoka pale, mizigo imeshashushwa, ikabidi waanze kuangalia sasa utaratibu wa kuingiza mizigo ndani. Wakazunguka nyumba pale, wakaikagua, walifurahia sana mazingira. Kuna maua mazuri
yani bustani nzuri za maua pembeni ya ile nyumba. Kuna mto wa maji mazuri, sauti nzuri za ndege msituni pale. Kwa ilikuwa mazingira fulani mazuri sana, mazingira fulani ambayo ni tulivu.